ukiendelea kufurahia ama kuenjoy sikukuu nzuri kabisa ya Idi wakati umemaliza mfungo wako wa Ramadhani, sisi na Maten tunaendelea kukupa furaha zaidi ya kile ambacho unaweza kukifurahia. Umeitazama hapa kickoff number 1 pamoja na kickoff number 2 ambayo ilijikita zaidi katika tennis ya Miami Open ambayo ilimalizika huko nchini Marekani. Sasa tupo katika eneo muhimu la kutazama mtazamo wa vichwa mbalimbali vya magazeti katika kickoff number 3 ambapo hapa inakupa fursa wewe ya kupata kile ambacho umekitazama juu katika meza za magazeti ama katika eneo lolote lile ambalo umetazama gazeti katika njia ya mtandao. Mimi ni Idi Nonga, niko na mwalimu wa mpira teacher Tigana Lukinja kutazama kile ambacho kimeandikwa katika magazeti ama gazeti kubwa la kimichezo, gazeti la Mwana Sport. Siku nzuri kabisa leo ya Jumanne ambapo kitu cha kwanza mpo wangu namuuliza simu hazijaita teacher. Naam. Fungo umeisha ila simu mpo wangu sherehe ya Idi. Mimi naangalia status mpo wangu bwana. Mpo wao ananitumia ujumbe bwana mpo wangu hata kama atupigi nyumbani basi kwa jirani hapa. Nilikuwa naona kanzu ziko zinavaliwa njoo na baya. Mpo wa kimya mpo wangu. Unaweza ukaadhirika wewe na mtu uliomwalika. Kama unamwalika kwa ajili ya jirani, unaweza mkaadhirika nyote. Kwa hiyo sometimes kufa na tai shingoni. Kijerumani. Lakini yes, jana si wengine tulikuwa kazini kwa 100%. Mialiko ipo na ilikuja mingine kwa kuchelewa, lakini all in all pia ratiba ya kazi ilitubana. Ilichangia kidogo. Kwa hiyo ila mimi ya kwanza hiyo kufa na tai shingoni na kumwalika mtu ambaye wewe mwenyewe hujui kama umealikwa kwa jirani. Ndio. Mimi nimekupata mpo. Izingatie. Hapo izingatie hiyo. Bwana, gazeti ambalo tunalo ni la Mwana Sport na taarifa kubwa ambayo kimeandikwa ni kuelekea michezo miwili ambayo itapigwa hapa Tanzania, lakini mwingine utapigwa kule nchini Misri ambapo Al Masry watakuwa nyumbani wakicheza dhidi ya Simba Sports kunako kombe la shirikisho barani Afrika. Mchezo mwingine wa Tanzania ni Tabora United ambao watacheza dhidi ya Young Africa. Michezo yote miwili imekuwa ni michezo mikubwa na inazungumziwa katika nafasi husika. Sasa Mwana Sport wao wamesema kuwa ni saa 24 za moto mpo kama ambavyo umeziona. Umemwona Makambo, lakini pia nyota Al Masry naye akiwa katika upande wa kulia pale ambapo wewe mwana michezo unatazama. Kwa ni saa 24 za moto na mchezo wa Tabora teacher bwana umekuwa ni mchezo ambao unashika hisia za watu. Muda mfupi kabla ya kuja hapa leo unajua viongozi mbalimbali wa timu wamezungumzia kuelekea mchezo wa kesho. Na afisa habari wa kikosi cha Tabora United Christina Mwagala, dada yetu huyu, ameanza na gia ya juu. Anasema bwana Alikamwe inabidi muombe radhi mkuu wa mkoa kile ambacho amekizungumza. Sitaki tuingie huko, lakini imekuwaje umekuwa mchezo mkubwa hivi teacher? Results ya mchezo wa kwanza ndio amepelekea gumzo kubwa. Yes, ni kweli ukiona watu wawili watatu wamekaa wanazungumza sports, wanazungumza football ndani, kuna eneo inahusisha mchezo wa kesho. Kwa kile ambacho Tabora aliwahi kukionyesha hapa Dar es Salaam kumfunga Young Africans bao 3 ndio yani ndio bashasha mchezo iliposimama. Wengi wanataka kuona anaathirika tena na wengine wanataka kunufaika na matokeo. Endapo Yanga atateleza basi uwezekano mkubwa wa mpinzani wake kupita na ile njia kwenda kwenye ubingwa. Ndio maana ile mechi imekuwa na mazungumzo mengi. Na wenyewe Yanga wamesema na ndio iko hivyo kwamba wao watafungwa wakiwa nyumbani, lakini mikoani hajawahi kufungwa. Hivyo kwenye mchezo wa kesho dhidi ya Tabora United ni mwendelezo wa record ambazo watakuwa nazo ama ambazo wamekuwa nazo kwa msimu huu. Hilo kimazingira linaweza likatokea ama linaonekana teacher? Discipline hali ya juu kwenye ushiriki Young Africans. Ujue mchezo wa pekee waliopata sare ugenini. Wamepata sare mchezo dhidi ya JKT. Na hapo naizungumza Isamuyo. Karibu sana na mitaa Kariakoo. Lakini kote walipokwenda hawajawahi kukutana hata na sare katika season hii. Msimu mmoja uliopita kama si miwili walipata tracking kwa EF michezo miwili, msimu mmoja hapo na msimu wa pili. Zaidi hapo unaona kwamba wana discipline kubwa ya ushiriki ugenini. Kwa hiyo wamekuwa nashinda. Kwa hata mechini ya kuiangalia kwa kijicho pembe ile kwamba bwana hapa Young Africans anaweza kupata kabisa matokeo. Na Tabora wenyewe japo Mwagala kwa mbinde sana hajazungumza kama amebadilisha mwalimu, kila kipigiwa anasema mwalimu wao Mikiadi ameenda kusoma hadi DR Congo atarudi. Lakini yani kuna vitu vifichiki. Muda ukifika vitu vinaonekana. Tabora wanaenda akiwa na mabadiliko ya benchi la ufundi.
kwa maana mwalimu ni mpya, wanaenda kwenye hii mechi. Bwana Mang'ombe Ni athari chanya ama athari hasa watakuwa nao kwenye mchezo dhidi ya Yanga Afrika na hiki ambacho kinaendelea kwa sasa? Kwa mwalimu kaingia kwenye timing ambayo sio nzuri, kwa hiyo itakuwa ni has kwake. Chanya ina maana angegain profit yeye, hasi anaweza kulose yeye profit alionayo. Mang'ombe ameingia kwenye timing sio nzuri. Ana face vitu viwili, nafikiri ni Mzimbabwe huyo. Ni Mzimbabwe. Ana face vitu viwili. Mabadiliko ya sehemu ya kufanyia kazi, mpira unaweza kubaki ule ule, lakini mabadiliko ya kijiografia, bahati mbaya sana unakwenda kukuta big match. Yaani umejiunga na timu mechi kubwa katika msimu ndio unaenda kuanza nayo. Kwa inaweza kawa sio timing nzuri kwake. Yes, kwa hiyo anatakiwa kujipanga ipasavyo. Yes, lakini pia kuna jicho la kiufundi nao uliona kwa kufuatilia Tabora. Ile wakati wanawafunga Young Africans walikuwa wameshoot performance, mchezaji moja kwenye kiwango kizuri, partnership ya Sonye na Makambo wakichagizwa pia na uwepo wa Chikola. Yes, saizi hayupo kwenye timu Sonye. Lakini pia Makambo na wenzake naona kwenye lose form. Nimewafuatilia katika mchezo dhidi ya JKT, nimewafuatilia mchezo dhidi ya Dodoma, nimewafuatilia mchezo nyuma dhidi ya Kengoldi. Wao ndo wanapata ile sare ya papatu goli linafungwa dakika 3 za mwisho. Yes, kwa hiyo niseme ile timu walioanza nayo ambayo inapata matokeo dhidi ya Yanga hapa kati imekuja imepungua nguvu. Wakati Simba wanaenda kucheza dhidi ya Pamba kule CCM Kirumba, na wakati huu ambao Yanga Afrika wanacheza dhidi ya Tabora United, kumekuwa na msisimko wa uungwaji mkono mkubwa na viongozi wa juu kwenye hii mikoa. Tunataka kusema zama za zamani za timu za mikoani sasa kuonesha ushindani sahihi zinaanza kurejea? Hapana. Au ni upepo tu utapita tu? Upepo. Na ukifuatilia hao wenye mamlaka, au kuna timing fulani zinakuja hapa. Yes, kuna miezi yetu inakuja mbele hapa. Ya kimaamuzi. Ukifuatilia hawa viongozi wa mikoa na wenyewe kuna itikadi ambayo wanatoka ambao maybe unagewa assignment ya kuipambania results, vitu kama hivyo. Lakini sasa kuamini kama commitment yao ya kwao na mashabiki ndio iko hivyo. Ni huwa natoa mfano huu na huwa nasononeka ninapoutoa. Nilipokuwa nacheza Majimaji, unajua first game yangu mimi ya ligi kuu ilikuwa against Simba. Simba kina Sheikhan Rashid, Wycliffe Keto, marehemu Geoffrey Mwando alianza na Kaniki. Yes, na wengine akina Suleiman Matola. Golini alikuwa kaka mkubwa Meja. Mwishoni yeye anamaliza, sisi ndo tunaibuka kina George Masatu wale. Washabiki wengi wa Majimaji ambao mimi nilikuwa nakwenda nao hata hosteli kwa ajili ya chakula na nini, yani unawakirimu. Siku ya Simba tumefungwa sisi, wanasukuma gari, hawataki hata gari iwashwe. Lakini siku zote tunashinda nao kwetu kempu na nini, friendly. Sema si fulani huyu. Fulani leo kumekuaje? Nakupa mfano huu uonje hizi timu zilivyo. Uonje leo, angalia kwa mfano Young Africans wale waliopiga nao Pirau jana. Watu wameidi imepigwa pale, watu wameenda kula pale. Yupo Mzawa. Yupo mtu ambaye Tabora ile, lakini imeshakuja kwenye mapenzi ya hizi timu. Ndio maana ile away factor kwa Yanga na Simba hapa nchini wanakuwa hawana. Yaani wao kote wana feel at home kwamba tupo away, hatuna upweke wa mashabiki. Maana moja ya tatizo la away ni upweke. Mtu mmoja ananiambia wanasema loneliness washa. Yaani upweke uliokutopea. Yaani kwamba kila unachotaka ukipati kwa sababu huna mtu wa kumuomba msaada. Sasa timu nyingi zinafungwa zinapocheza away kwa sababu ya hilo tatizo la upweke. Lakini Young Africans, Simba Sports hao kwa Tanzania hii wanapokwenda, yani kama uwanja umechukua watu 10,000 mpaka 20,000, zaidi ya watu 17,000 au 18,000 katika watu 20,000 wanaisupporti Yanga, alafu 2,000 ndio wanaisupporti hiyo home team. Nao wabishani na hao wako upande wa pili against ya hiyo timu ambao wanaona dhambi. Sasa mimi Simba Sports ni mshabikiaji kweli. Naam. Kwa hiyo kwenye mwavuli wa Tabora anabaki Tabora, kumbe siku akija sasa huyu yeye ana shift tena huko, anakuja huko. Yes, kwa hiyo ni ngumu sana, ndio maana hao wakubwa wawili wanatawala sana kwenye michezo 15 ya away, si ndivyo? Michezo 15 ya away. Discipline anayoenda nayo Young Africans hii anaweza asipoteze mchezo.
mchezo waliopoteza dhidi ya Young dhidi ya Azam. Yeye alikuwa home team kule, japo alipotezea Chamazi. Kwa mchezo wa pili atarudi Chamazi, kama utafanyika Chamazi au utapelekwa Stadio di Mkapa, hicho kitakuwa kitu kingine, lakini utatajwa kwamba yeye yuko ugenini. Lakini angalia mazingira yanavyomfavor. Suna fairness yoyote, mashabiki ndio kama vile. Yeah. Bwana ni teacher Tigana Lukinja huyo, kwenye Instagram ukimwandikia Tigana TZ unampata, X ambayo zamani ni Twitter. Mimi pia Idinonga, kanaandikia Idinonga_, pia unanipata kwenye mitandao yote ya kijamii. Tupo kwenye Kickoff namba 3 ambapo hapa inatupa nafasi sisi ya kutazama vichwa mbalimbali vya magazeti kubwa la kimichezo. Tunazitazama saa 24 kubwa kuelekea michezo miwili mikubwa. Mchezo mmoja unafanyika hapa Tanzania ambapo Tabora United kesho katika dimba la Hassan Mwinyi, ambapo ndio wamerejea pale, watacheza dhidi ya Young Africa. Mchezo umekuwa mkubwa mno mara baada ya kufanyika kwa matokeo ya kwanza ama kutokea, lakini pia hata wasemaji wa timu zote mbili, ukimsikiza Mwagala, ukimsikiza pia Alikamwe, nao wote wanazungumza kile ambacho wanaamini timu zao zitafanya vizuri. Saa 24 nyingine amba saa 12 zimebaki ni mchezo wa Simba Sports ambao wapo ugenini kucheza dhidi ya Al Masry ya kule nchini Misri. Mwingine ni mchezo mzuri mno wa kutazama kwa sababu Simba kwa muda mrefu katika hatua hizi, mara mwisho walikuwa walicheza na dhidi ya timu ya Afrika Kusini ile. Yes. Wakacheza chuma 4, Kaizer washinda mabao 3, lakini hawakuvuka. Hii wanaenda tena ugenini dhidi ya Al Masry. Mchezo huu mpwa. Na hapa kwa mtafuta Huruma imekuwa kwa bahati mbaya kidogo network inamsumbua. Anasema Simba hawajapata mushkeli wote. Kwa dakika 90 ndio mtetezi wao pale. Kipigwe pale. Yes, Waarabu wamebadilika sana. Ile fitnatul dunia, kukua kwa teknolojia kumechangia sana. Hii mechi ingepigwa magharibi. Na kukua kwa teknolojia nowadays na maana kwamba ujio wa mitandao ya kijamii, mtu anaweza kurekodi tukio lako la udhalimu kwenye football akaliposti. Waarabu wamestarabika sana. Zamani tulikuwa tunaambiwa kwamba ukienda kucheza Arabu jiandae. Ndio maana zile kufungua hamsa, thalatha, arba, kawaida, wahid ilikuwa vitu vya kawaida sana. Lakini sasa hivi hatufungwi huko kwa sababu na sisi tunashindana, games ziko displayed. Bwana mpango tumempata sasa mzee wa Jambia Wilson Huruma moja kwa moja, nazungumza naye kutoka kule nchini Misri. Bwana Huruma, mambo vipi? Bwana inakuaje? Bwana safi. Bwana vipi huko? Bwana sisi tuko vizuri, tuko vizuri. Na maendeleo na upo karibu na viongozi wa timu kwa maana ya Simba Sports na wachezaji mmoja mmoja pia unawatazama na kuwaona na kuzungumza nao pia. Vipi wao, lugha yao ni ipi ama kipi ambacho nakizungumza kuelekea mchezo wa kesho? So far sasa hivi tumeachana na timu. Sisi tuko njiani kutoka mji huu wa Ismailia. Tuna kwenda mji wa Suez. Ambako huko ndo mechi ambako inaenda kuchezwa. Pale Suez Stadium kesho. Kwa hiyo basically timu tumeiacha, na wao kwa mujibu wa ratiba inaonyesha wataondoka kutoka Ismailia, wataondoka saa 9. Kwa hiyo sisi tayari tumeshaachana nao na tumetambulia, tuko njiani. Lakini so far kwa sababu hatujaachana muda mrefu, ni kwamba focus ni kubwa. Determination ya kila mtu kwenye nafasi yake, kuanzia management, hapa nazungumza kuanzia kwenye maandalizi ya kambi, tangu walivyotuma ile advance team kuja kuweka mipango yote sawa, kwa sababu mechi ndio inaanzia huko. Kambi ya timu haiwezi kuanza wakati timu ndio imefika hapa Egypt. Ilianza tangu wakati wanatuma ile timu ya kwanza kuja kuandaa mipango huku. Kwa hiyo kwenye level ya management nafikiri wameshafanya kila kitu ambacho kinatakiwa kufanya kuiweka timu kwenye mazingira mazuri ya kuweza kushindana na kuweza kupata matokeo ambayo
yataweka kwenye nafasi nzuri kwa ajili ya mechi ya pili, kwa sababu lazima tujue ni mechi ambayo inahusisha dakika 180, sio dakika 90. Kwa hiyo 90 za kwanza zitaanzia kesho na 90 za pili zitakuwa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo management wamefanya kila ambalo linawezekana kwa maana ya uongozi wa Simba, lakini pia hata kwenye level ya shirikisho na wenyewe kwa sehemu yao wamefanya ya kutosha kuhakikisha kwamba yale mambo ya level ya shirikisho na yenyewe inakuwa kwa sawa. Lakini wachezaji jaribu kuongea mmoja mmoja, kila mtu yuko na morali ya hali ya juu sana kuhakikisha kwamba anatoa kila kitu ambacho anaweza kufanya ili mwisho wa siku Simba iweze kupata matokeo ambayo yataweka kwenye nafasi nzuri kwa ajili ya qualify kwenda hatua ya final. Wewe umeenda kwa muda mrefu kidogo, na kwenye nchi ya watu kama hivyo ukifika timu mwenyeji mara nyingi utakuta itazungumziwa kwa namna moja ama nyingine. Almasi ni timu namna gani na inazungumziwaje mara baada nyinyi kutua nchini humo? Almasi ni timu kubwa, ni timu kongwe. Tunazungumziwa kwa ukubwa, ni moja kati ya timu ambazo zina historia kubwa kwenye kuanzishwa hata kwa ligi. Kwa mfano ligi ya Egypt ni moja kati ya wale founding members wa ligi. Ni timu ambayo ina mashabiki. Of course hapo katikati ni timu ambayo imepotea kidogo hivi kwenye CAF Interclubs competition, lakini wamerejea na wako na nguvu ya hali juu sana. Na ukisikiliza watu wanavyozungumzia, of course wanaiweka kwenye nafasi ya juu, kwamba wana quality ya mtu mmoja mmoja, kwamba wana uwezo wa kuweza kuamua matokeo. Of course kuna changes kwenye benchi la ufundi la Masri. Unakumbuka kocha Ali Wahel baada ya mfululizo wa matokeo mabaya kocha waliachana naye. Kwa hiyo wanaye kocha mpya bwana Anis, kocha yuko kutoka Tunisia. Kwa hiyo inategemea kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kuongezeka kwenye timu, kwa maana ya basically wakati tunajua kwamba once akiingia kocha mpya kwenye timu, wachezaji wanakuwa na extra motivation kujaribu kumconvince mwalimu. Inawezekana labda kwenye kocha aliyopita wako baadhi ya wachezaji ambao labda walikuwa wanapata nafasi, kwa hiyo wao na wenyewe wanaona hii ni fursa ya kumvutia mwalimu mpya. Kwa hiyo kwao inaonekana kama ni factor ya ziada ya sababu ya wao kushindana. Kwa hiyo ni timu ambayo inazungumzwa kwa ukubwa huo, na inategemea kama ni mechi ambayo itakuwa kubwa na mvuto wa juu sana. Na basically ukiangalia Masri, wao hasa wanatokea kwenye mji ule wa Port Said. Kusona wenyewe wamesafiri kwenda kwenye mji wa Suez, ambako ndo mechi kesho itaenda kuchezwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo inazungumzwa kwa ukubwa wa hali juu sana, na inategemewa kwamba itakuwa na ushindani na msisimko wa juu sana. Mimi nikushukuru sana kaka. Basi nashukuru. Bwana, utarudi na jina gani huko Misri? Urudi na jina kaka. Utakuja na jina gani kaka? Unaitwa nani shekhe bwana? Wewe unapiga kanzu bwana huruma. Kanzu mafuta kabisa. Of course sasa hivi wako kwenye utaratibu.
wa kuhakikisha kwamba siwezi kutoka patupu. Yaani siwezi kuondoka kama nilivyokuja. Mama Mapinduzi anatazama show hii kaka. Namwambia tu nimwambie tu Kachero. Nimwambie tu Kachero kwamba bendera itapepea ya nchi. Bwana poa kaka. You know. Bwana Olson Orumo mpo wangu anaunguruma kutoka nchini Misri. Bwana amezungumza mambo mengi, lakini muhimu zaidi ametaja amezungumzia ari ya wachezaji wa Simba kuelekea kwenye mchezo wenyewe husika dhidi ya Al Masry. Kama ile robo finali ya muda mrefu ambao Simba wamekuwa wakiishia hapo, kama imekuwa ni motivation kwao katika mchezo huo wa kesho. Yes, ni mchezo ambao wanapaswa kwenda na discipline ya hali ya juu sana. Kwa sababu hakuna mtu asiyefahamu kwa Afrika unapocheza nyumbani ndio kila kitu. Zile tunaposema home advantage Afrika ina apply kweli. Na anajua kwamba msimu ambao wamekutana 2017 kama siku 18 Simba alisare hapa nyumbani 2-2 akaenda kupata suluhu kule mwenzie akasonga mbele kwa idadi ya magoli. Kwa hiyo Simba kitu hichi kinaweza kikamrejea kichwani akapambana at least kuandika goli kwa sababu Afrika AFCON CAF bado anahesabu goli la ugenini. Kwa hiyo anatakiwa kuendea mechi kwa mkakati wa hali ya juu sana. Huko home team ninajua inafahamu ugumu wa Dar es Salaam. Ugumu wa Dar es Salaam. Yes, mara nyingi kocha wao anazungumza sababu bwana mechi nataka tuimalize huku ile Masri. Tunawajua Simba ubora wao kule. Yes, sasa Simba anatakiwa kujipapatua asiingie kwenye mtego wa kufia ugenini. Kwa lazima naye apambane. Aiweke mechi dialema kwa kushinda, kwa kusare, kwamba mimi nitakuja kumalizia nyumbani. Lakini ni mechi ambayo inahitaji kuiendea kwa heshima na taadhima. Kenda kichwa dhahama ambayo tunazungumzia ile siku zote, na mimi kila siku mpo anazungumza wasionekane kama Yanga kwenye uwiano wote, kuanzia viongozi, watu wa kati na mashabiki wa chini kabisa na wanachama, kama Simba wameipotezea waifuatilie. No, thank you. Wanaifuatilia hii mechi. Haswa wakitoka tu. Kiko wapi? Si tumefika finali kwenye hii michuano. Hawa wameishia robo finali, hawa wameishia nusu finali. Kwa Simba wanabidi huku iwafanye hiyo motivation ile. Jana nilianza kuwasikia kwamba swali limebadilika, linaulizwa nani kapita njia ngumu. Mimi nikasema hii sio mechanism kwamba upepo papa. Tuseme kwamba sisi tunapita pagumu. Kwa sababu Yanga wachezaji akina Marumo wale, kucheza si na Rivers United. Hamna njia ngumu. Ile mwisho wa siku watu wanaangalia mwisho pale umeshia wapi? Marumo alikuwa amepita njia ngumu. Ndio. Alikuwa amecheza na Pyramids, amecheza na Rabat na Mwarabu mwingine. Kwa maana Marumo kufungwa kwa Marumo kuna justify kwamba kwa maana Yanga angepitia kule naye ingekuwa njia Marumo ingekuwa ni hivyo, lakini mwisho wa siku tusubiri. Kesho ni siku, kuna mechi mbili kesho, itapigwa ile ya Tabora kwa TSU tuione, na mechi ambayo itapigwa kule nchini Misri. Kwa hiyo ya Dar es Salaam itakuwa rehearsal, alafu ya kimataifa itakuwa ndio game yenyewe. Hapana. Mechi mpo. Zote mechi hizi. Sawa. Bwana, sawa. Tumetazama mtazamo wa gazeti la Mwana Spoti katika upande wa mbele, na taarifa kubwa ambayo tumetazama ni kuelekea michezo miwili mikubwa ambayo itapigwa siku ya kesho. Mmoja utapigwa hapa nchini Tanzania katika dimba la Ali Hassan Mwinyi, ambapo Tabora United watacheza dhidi ya Young Africa ambao ni mabingwa watetezi na vinara kabisa wa ligi, mchezo ambao umekuwa mkubwa mno kutokana na matokeo ambayo mpo alizungumza vizuri mno ambayo yamepatikana kwenye mchezo wa kwanza, ambapo Yanga walifungwa mabao 3-1, na mchezo mwingine ambao tumeutazama ama kuujadili hapa vizuri kabisa ni mchezo ambao Simba wapo ugenini kule nchini Misri katika uwanja wa Suez Canal, ambao watacheza dhidi ya Al Masry ambao ndio wenyeji katika mchezo huo. Hii ni utofauti. Yanga yupo kwenye ligi, Simba yeye ni robo finali ya shirikisho barani Afrika, na swali la msingi na majibu huenda yakapatikana kuanzia kesho. Je, kwa msimu huu wataingia katika hatua nusu finali na kuendelea katika michuano hii ya shirikisho? Ni swali ambalo huenda
kesho jibu lake taratibu likaanza kupatikana. Tigana TZ ukimwandikia hivyo kwenye Instagram sambamba na X ambayo kwa sasa ni Twitter, na mimi Idi Nongo kinaandikia hivyo, jina hilo hilo utanipata kwenye X pamoja na mtandao wa Instagram. Review ndiyo inafuata hapa.